Yes, karibu sana mtazamaji wa Bashasha TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uweze kuwa wa kwanza kupata habari zetu zote zinazoendelea. Trending zote zinazoendelea ndani na nje ya nchi zinapatikana hapa. Taarifa kubwa tulionayo ni kuhusiana na mfanyabiashara Niffer ambaye alikamatwa na jeshi la polisi kwa makosa ya uhaini na ikiwa ni siku chache tu kuelekea uchaguzi mkuu, ambapo leo hii imetoka taarifa ya kwamba mfanyabiashara Niffer Jovin mwenye umri wa miaka 26 maarufu kama Niffer na Mika Chavala waliokuwa kabiliwa na kesi ya uhaini wameachiwa huru katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Wawili hao walikuwa miongoni mwa washtakiwa 22 katika kesi namba 26388 ya mwaka 2025, ambapo 20 kati yao walifutiwa mashtaka yao Novemba 25 mwaka huu. Hatua hiyo imefikiwa leo wakati wa shauri hilo lilipopelekwa mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Liamulia kwa ajili ya kutajwa, ambapo wakili wa serikali Titus Aaron alidai shauri hilo lilipelekwa kwa ajili ya kutajwa, lakini DPP kwa mamlaka alionayo chini ya kifungu namba 92 kifungu cha kwanza kidogo cha mwenendo wa masharti ya jinai CPA hana nia ya kuendelea na kuwashtaki washtakiwa wote wawili, hivyo akaelekeza kwamba wote wawili waachiliwe. Hivyo kwa mamlaka hiyo alionayo chini ya kifungu tajwa ameamua kuondolea mashtaka washtakiwa wote wawili, alisema Titus. Baada ya kuelekezwa hivyo, wakili wa utetezi Peter Kibatala alidai wamesikia na hawana pingamizi katika hilo, kwa kuwa hiyo sheria inavyoelekezwa na ndivyo ambavyo inataka. Alidai anaomba mahakama iweze kutamka kwamba washtakiwa hao wawili wameachiwa. Hakimu Lamulia aliwaeleza washtakiwa kuwa upande wa mashtaka umewasilisha ombi hilo na kufuatilia mashtaka chini ya kifungu kilichotajwa, hivyo mahakama inakubali ombi hilo na kuamuru kwamba Niffer pamoja na Mika Chavala waweze kuachiwa huru. Hii ni habari ambayo hivi sasa imeshika hatamu, ama tunaweza kusema imegonga vichwa vya habari nchini Tanzania, maana ilikuwa ni habari kubwa sana baada ya Niffer kukamatwa. Na hii ni video ikimuonyesha Niffer alivyotoka mahakamani, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo alionyesha uso wa furaha na baada ya kukutana hasa na familia yake. Na hii ni video ikimuonyesha mwanzo mwisho, hatua kwa hatua alipotoka katika chumba cha mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, ambapo hapo unaona askari magereza walikuwepo naye na wakamtoa nje eneo kama unavyoona alipokuwa hapo mlangoni na kumtoa nje, ambapo alienda na kukutana na familia yake, ndugu jamaa na marafiki. Lakini pia kama unavyoona kamera nyingi, waandishi wa habari walikuwepo katika eneo hilo ili kuweza kuhakikisha kwamba wanatoa updates, na timu yetu ilikuwepo hapo ili kuweza kukuhakikishia kwamba unapata updates zote kuhusiana na kesi hii. Kumbuka kwamba Niffer ni moja kati ya mfanyabiashara, na ambapo kabla ya kesi yake kutajwa ilionekana video akicheza wimbo ambao maarufu kama Nyunywinywi, ambao umetolewa baadhi ya maneno ya rais, ukawekewa biti na uka trendi sana hasa katika mtandao wa TikTok, ambapo mfanyabiashara huyo, hiyo ilikuwa ni moja kati ya video yake ya mwisho katika mtandao wa Instagram. Na baada ya hapo ilikuja tu taarifa ya kwamba ametekwa, lakini baadaye kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Dar es Salaam, kamanda wa jeshi la polisi Kamanda Mulilo alikuja kutoa tamko ya kwamba Niffer hajatekwa na yupo chini ya ulinzi, yupo kwenye mikono ya polisi kutokana na makosa ya uhaini, hasa makosa ya uchochezi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, ambapo tuliona vurugu mbalimbali, maandamano vilitokea hapa nchini, ambapo watu walipoteza uhai, mali na vitu vingine viliteketea. Na baada ya hapo walikamatwa washtakiwa wengi sana kuhusiana na kesi hizi katika sekta katika sehemu nzima ya uchochezi na vitu vingine, ambapo Niffer alikuwa mmoja wapo, ambapo alikuwa anashtakiwa kwa mashtaka ya uhaini kwa kufanya uchochezi
hadi kupelekea maandamano na vurugu za Oktoba 29. Baada ya hapo tuliona watu wengi sana wamekamatwa, familia mbalimbali zililia, lakini baada ya hapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akamuelekeza DPP kuwafutia mashtaka wale ambao walikuwa wamefuata mkumbo katika kesi hizo, ambapo tunaona mara ya kwanza katika mikoa ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha walitoka wafungwa wengi sana ambao walikamatwa katika makosa hayo ya uhaini, katika makosa ya kuhamasisha vurugu. Walitoka wafungwa zaidi ya 200 katika kila sehemu ambapo walipokuwa wamekamatwa. Na baada ya hapo walibaki wafungwa 22 ambapo walikuwa pamoja na kina Niffer, ambapo walikamatwa pamoja na waliachiwa wote, lakini akabaki Niffer pamoja na Chavala ambapo walirudishwa rumande. Na tuliona mama yake Niffer alilia sana katika eneo la mahakama pale, aliangua kilio, lakini pia kabla ya hapo alijaribu kumuomba msamaha rais aweze kumwachia binti yake, amsamehe makosa yake aliyofanya, kwa sababu hakutarajia hata yeye kama binti yake angeweza kufanya hayo. Baada ya bilinge zote sasa hatimaye Niffer ameweza kuachiwa huru sasa na kurudi kuendelea na biashara zake, ambapo mtandaoni kuna watu wengi sana walimsupport, walionyesha kumshika mkono Niffer katika biashara zake, lakini baadhi yao walimponda na kuona kwamba alichokuwa kinamtokea kwenye maisha yake alistahili. Tuambie wewe kupitia sakata hili la Niffer umeweza kujifunza nini katika maisha na katika kila kitu unachokifanya kuhusiana na mambo ya mitandao ya kijamii na vitu vingine? Umejifunza nini kuhusiana na marafiki ambao tunaona Niffer alipokuwa ndani, licha kuwa amewekwa ndani, watu mbalimbali wajitokeza, wasanii mbalimbali akina Dogo Paten, akina Kajala na wengine wajitokeza kumsupport biashara yake kwa kuposti na vitu vingine, imradi kumtia moyo ama kuonyesha kwamba wapo pamoja naye Niffer licha kwamba yuko ndani. Lakini pia tulimuona mdogo wake alisimamia biashara zake na zikaendelea kama kawaida. Mpenzi wake pia alifika mahakamani, mama yake pia, familia tunasema umoja. Je, wewe ukipata shida kama hii ama kesi kama aliyopata Niffer, je, utaweza kupata msaada kwa watu wako wa karibu? Tuambie hapo kwenye comment. Lakini pia tuambie kwenye comment umejisikiaje baada ya mfanyabiashara Niffer kuweza kuachiwa huru na kufutiwa mashtaka yake ya kesi ya uhaini leo na DPP. Hii ni baada ya maelekezo lakini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumuomba DPP, kwa sababu tunajua muhimili wa mahakama pamoja na muhimili wa serikali havingiliani. Tupe maoni yako hapo kwenye comment. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare.